Taka ozo zinazotokana na mabaki ya vyakula kama maganda ya matunda, mboga zilizooza, wali uliobaki na mabaki mengine ya jikoni zinaweza kuwa suluhisho kubwa la kulinda mazingira baada ya kuwa chanzo cha uchafuzi. Mara nyingi taka hizi hutupwa hovyo na kusababisha harufu mbaya, kuziba kwa mifereji pamoja na kuongeza uchafuzi wa mazingira. Hata hivyo, jamii inaweza kuzigeuza kuwa rasilimali yenye faida kubwa kiuchumi na mazingira. Njia mojawapo ya kutumia taka ozo ni kutengeneza mbolea ya asili. Mabaki hayo hukusanywa na kuhifadhiwa sehemu maalum ambayo huoza taratibu na kugeuka mbolea yenye virutubisho muhimu kwa mimea. Mbolea hii husaidia kuongeza rutuba ya udongo, kupunguza matumizi ya mbolea ya kemikali, kuboresha uzalishaji wa mazao kwa njia rafiki kwa mazingira. Aidha, taka ozo zinaweza kutumika kukuza inzi chuma wanaojulikana kwa uwezo wao wa kula taka kwa haraka. Mabuu wa inzi hao hutumika kama chakula chenye protini kwa kuku na samaki, hivyo husaidia kupunguza gharama za ufugaji. Baada ya mabuu kula taka, mabaki yanaweza kutumika tena kama mbolea asilia shambani. Dr. Lucas Chemba, mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tawi la DUCE, ndiye mtafiti aliyekuja na suluhisho la usafi wa mazingira na upatikanaji wa mbolea na chakula cha mifugo. Dr. Lucas Paul Chemba ni mhadhiri Chuo Kikuu cha Dar es Salaam campus ya DUCE, niko idara ya chemistry. Zinazungumzwa sana kwenye ulimwengu wa mazingira au zinapigwa vita sana. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia sasa suluhisho. Suluhisho letu lina faida mbili, yani tunatumia jiwe moja kupiga ndege wawili. Ndege wa kwanza tunatoa suluhisho la chakula. Ndege wa pili tunatatua shida kwenye mazingira. Kwa hiyo sasa sisi hapa kwenye setup yetu hii tunakusanya taka kutoka kwenye cafeteria za chuo na mazingira yote ambayo yanazunguka chuo. Kuna wauza matunda, kuna mamalishe, tunapeleka kule container zetu, wanaweka yale mabaki ya chakula, lakini pia wale wauza chipsi wanamenya maganda wanaweka pale. Na sisi zile taka zote ndio chakula cha wadudu wetu. Kwa hiyo utaona hapa nyuma tumeweka container mbalimbali. Kwa hiyo hizo container zinahifadhi hivyo vyakula au hizo taka, baadaye tunazichakata. Baada ya kuzichakata tunawapatia sasa wadudu ambao tayari tumeshawakuza kwenye hatua ya ambao tumeshatoa kwenye mayai, tunawapeleka kwenye hatua ya funza. Sasa lengo letu kubwa ni nini? Kwa sababu sisi ni watafiti. Lengo letu tunaangalia changamoto. Kwa muda mrefu sisi kama watafiti tumekuwa tukilalamikiwa kwamba tunafanya tafiti zinaishia kwenye makabati, hazionekani kwenye mazingira ya kawaida. Huku nje watu wanalalamika, wana changamoto nyingi ambazo zinawazunguka, lakini wakirudi huko watafiti, tunafanya tafiti lakini hazionekani, wanatulalamikia. Kwa sasa sisi tumejaribu kuangalia kwamba tafiti zipi ambazo zinaenda kugusa moja kwa moja jamii ambayo inatuzunguka. Kwa hiyo hii ni moja ya tafiti ambayo tunaona moja kwa moja inagusa jamii, kwa sababu tukizalisha hawa wadudu tunawapeleka kwenye mchakato. Michakato iko mingi. Kama unavyoona hawa wadudu ukiwavuna ile hatua wakiwa funza, basi wana protini nyingi sana. Unaweza kuwalisha moja kwa moja kuku wako, au kama unahitaji kuwavuna na kuwahifadhi, unawakausha. Ukishawakausha unaweza sasa kuwasaga, na baadaye sasa ukiwa unatengeneza chakula cha kuku, cha samaki au cha wanyama wowote ambao wanahitaji protini kama nguruwe, mbuzi, na wakati mwingine kuna watu ambao wanalisha mpaka mbwa wale wa kufugwa wale. Kwa hiyo ni chanzo kikubwa sana cha protini ambayo tayari kwa sisi kama watafiti tumeshafanya utafiti kuangalia kiwango cha protini. Dr. Chemba hakuishia hapo. Utafiti wake unajibu matakwa ya Dira ya Taifa ya 2050 kwa kuwa moja ya sekta yenye kutoa ajira nyingi nchini. Kwa mradi wetu tunajua kwamba serikali imezindua dira ya mwaka 2050.
Na sisi kama watafiti na mradi wetu huu tunaona kwamba mchango wetu mkubwa kwenye dira ya 2050 ni namna ambavyo tutatoa mchango mkubwa wa kupunguza gharama za chakula, hasa chakula cha wanyama, kwa kutoa alternative au njia mbadala ya kutatua changamoto ya chakula, kwa sababu tukishapunguza chakula basi wafugaji watafuga kwa unafuu, lakini kikubwa zaidi namna ambavyo tunaweza kuondoa taka ozo ambazo ni changamoto kubwa sana kwenye mazingira yetu. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba kutekeleza mradi wetu huu tutakuwa tuna mchango mkubwa sana katika kutekeleza dira. Tutatoa mchango wetu pia kwenye kutekeleza dira ya 2050, na sisi kama wadau, kama watafiti, tunaomba tushirikiane na private sectors, watu wa mazingira. COSTECH tayari wameshaonyesha juhudi zao, University of Dar es Salaam wameshaonyesha juhudi zao. Basi tukishirikiana, tunaamini kama nilivyozungumza, tukipata nafasi kuifanya kwa ukubwa kabisa kwenye maeneo kama ya dampo, tutakuwa tunatarajia tuwe na vijana wasiopungua 50, lakini pia tutakuwa na vikundi vya wajasiriamali ambao watakuwa na kuja. Shamba darasa litakuwa kule, lakini pia hapa chuoni. Kwa hiyo tuna malengo at least miaka mitatu ijayo, miaka mitatu tuwe tumegusa takriban vikundi visiopungua 200, na kila kikundi tunajua kikundi kimoja hakipungui watu 20 50. Kwa hiyo tukiwa na vikundi hivyo vyote tutakuwa tuna impact kubwa sana, na mwisho wa siku sasa walimu ambao tunawazalisha hapa wataondoka na knowledge. Na unajua sasa hivi pia kwa upande mwingine sera ya elimu na imeshaanza kutekelezwa, na sisi hapa chuoni tumeshaanza kutekeleza. Tunahamia kutoka kujifunza kwa theory tunaenda kwenye competence based. Sekondari kuna elimu ya amali. Sasa hivi tayari tumeshatembelewa na shule ya mazoezi, shule ya msingi, lakini pia wiki ijayo tumeshawalika shule ya sekondari Chang'ombe na shule za sekondari zote ambazo zinazunguka hapa waje wajifunze, kwa sababu tayari tumeshaona wameshaanza kufanya shule elimu ya amali. Kwa hiyo hii ni moja ya component kubwa sana kwenye elimu ya amali. Wanafunzi wakigraduate wakiwa na hii knowledge, ni ngumu sana kuuliza kwamba nifanye nini na takataka. Takataka akiiona ataona thamani, ataona hela, na ni rahisi kumshawishi mama nyumbani kwamba bwana, hizi takataka usizitupe kwenye dustbin kwa ajili ya kwenda dump. Tufanye nini? Tufanye sorting. Kwa hiyo tutakuwa tumeelimisha jamii yetu na tutafikia impact yetu ya elimu itaonekana moja kwa moja kwenye jamii. Dr. Chema anatanabaisha kuwa serikali imekuwa sehemu muhimu kwenye utafiti huo, hasa kwa kulelewa na Tume ya Teknolojia na Science, yani COSTECH. Chuo tulipata funding kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam. Tulipata funding tukaanza kufanya huu mradi, lakini walipoona kwamba huu mradi unaweza kugusa jamii, wakatusupport tukaweza kutengeneza banda letu hili. Na sasa hivi mnaona kuna activities ziko zinaendelea hapa. Lakini pia COSTECH walituona kwa sababu tulienda tunashiriki kwenye matukio mbalimbali, wakatuita, wakatupatia nafasi ya kujifunza. Ilikuwa inaitwa pre incubation program. Zaidi ya wiki 4 mimi binafsi nimehudhuria mafunzo COSTECH, na wanaendelea kututembelea na kutufanyia mentorship, na tunajivunia kutoka kwenye mafunzo ya COSTECH tuliweza kufundishwa namna ya kupitia hatua mbalimbali kwenye miradi, namna ya kuanza zile startup, kuanza hatua ya mwanzoni mpaka kutengeneza prototype. Na sasa hivi sisi ile banda letu kama shamba darasa tunaweza kusema ni prototype ambayo tunayo, ambayo inazungumza.